Go. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nina majonzi na nimetamoutishwa sana na msiba mkubwa ambao umetukumba katika taifa letu la Kenya. Msiba ambao umetuchukulia kiongozi shujaa, kiongozi ambaye ni wa kuleta amani katika taifa letu la Kenya. Kiongozi ambaye aliangalia Kenya na akaeka Kenya mstari wa mbele kuliko nafsi yake. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nafikiri mimi na wewe, lakini wewe mwenzangu utakuwa ulimjua zaidi, lakini tumekuwa katika matukio ya mapambano ya kupigania haki za kimsingi za taifa letu la Kenya, haki za binadamu, wewe ukiwemo na mimi nikiwa katika mapambano kama yale. Nilimjua Mheshimiwa Raila nikiwa msichana na mpaka sasa nimekuwa shosho, lakini bado namtambua sana Mheshimiwa Raila. Mheshimiwa Raila katika maisha yake mengi ameyatumikia katika kuleta mageuzi katika taifa letu la Kenya. Najua Kenya hii tulikuwa na chama kimoja, lakini yeye pamoja na viongozi wengine walipambana kwa dhati sana mpaka tukaeka vyama vingi. Ndiposa leo tunaona kuna ODM, kuna Ford Kenya, kuna UDA na vyama vingine. Na pia utetezi wa demokrasia, Mheshimiwa Raila alikuwa mstari wa mbele. Pasi na kwamba aliweza kuteswa, kuwekwa korokoroni na kuweza kupewa kifungo cha miaka mingi sana. Hata mkewe Mama Aida ambaye namwambia pole sana pamoja na familia yake, ikafika nyakati akaweza kufutwa kazi mahali alipokuwa anafanya kwa sababu tu mumewe alikuwa katika upande ambao unapinga mambo mabaya yaliyokuwa yanatendwa na utawala uliokuwa wakati huo utawala wa kiimla. Mheshimiwa Spika, Baba Raila Amolo Odinga pia tumemuona ya kwamba akipigania katiba mpya. Kenya tulikuwa na katiba ambayo ilikuwa ni ya kiimla, katiba ambayo haikuwa ni sauti ya Mkenya. Ndiposa wakaanzisha vuguvugu la kuleta katiba mpya, katiba ambayo Wanjiku aliongea, Adhiambo aliongea, Nekesa aliongea na Kadzo pia aliongea. Katiba hii iliweza kutuwezesha sisi kina mama kuweza kupata nafasi zile 47 ambazo kina mama wanapigania na anaweza kuwakilisha hapa katika bunge la kitaifa. Niseme baba alikuwa kipenzi wa makundi yale yaliyotengwa, wakiwemo kina mama, wakiwemo walemavu na pia wale watu wazima. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, baba hakuwa mkabila. Na wewe Mheshimiwa Spika unamtambua zaidi kwa sababu alikuwa kiongozi wako na mlikuwa pamoja wakati mmoja nyote mkiwa vinara katika vyama vyenu na tukiwa katika mwongozo ule wa NASA. Mheshimiwa Spika, tukiangalia hapa bungeni tunamuona dada yetu Mheshimiwa Irene Mayaka ambaye aliweza kuteuliwa na chama cha ODM cha chungwa, chama cha baba. Hata dadangu Mukheri ambaye anatoka upande ule wa kule kwa wale wafugaji, yeye pia aliweza kuteuliwa na chama cha chungwa, chama cha baba. Ndugu yangu Kipchumba ambaye yeye ni mlemavu pia aliweza kuteuliwa na baba. Baba alikuwa si mkabila na alipigania sana kuondoa ukabila. Ndiposa unaona wakati mmoja kinara naibu wake alikuwa Mheshimiwa Ali Hassan Joho kutoka kule Pwani. Na sasa hivi pia wale vinara wa chama cha chungwa wadogo wake tunaona tuna Mheshimiwa Simbarati, tuna Mheshimiwa Ososi, tuna Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir. Ni kiongozi ambaye alionyesha ya kwamba hakutaka ukabila. Na kiongozi huyu pia alikuwa na imani, na imani yake niliona wakati tulipokuwa katika mambo ya Pentagon katika chama cha chungwa. Wakati wa uchaguzi wa mwaka 2007, 2008, wakati fujo na ghasia zilipozuka, watu wakawa wanapigana, damu za Wakenya zinamwaika, nilikuwa katika baraza kuu la chama cha chungwa, tukaitwa mkutano. Nakumbuka baba akitoa machozi akisema, "Hapana, siwezi kuona kina mama wanakatokata, watoto wanauawa kama ile Kiambaa. Hapana, lazima tumalize maneno, lazima tulete imani katika taifa la Kenya." Wakati huo kuna wengine ambao walikuwa na roho ngumu ya kusema kwamba hatuwezi kuachilia,
lazima tupate utawala wa taifa la Kenya. Lakini baba alisema tuangalie Kenya, tuangalie kina mama, tuangalie watoto na tuangalie kizazi kijacho. Basi wakaweza kuingia katika mkataba wakati Mheshimiwa Kofi Annan alipofika katika taifa la Kenya. Mupe nusu dakika. Nataka niseme pia baba ni baba wa ugatuzi. Sasa hivi tunaona maendeleo kochokocho katika mashinani mwetu, katika majimbo yetu, ni kwa sababu ya kuleta ugatuzi, na ugatuzi umetusaidia sana. Baba pia aliweza kushikana na Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto kuleta amani katika taifa la Kenya. Na mimi niseme muungano huu wa vigogo hivi wawili umeleta amani katika taifa la Kenya. Mwenda zake amekwenda, lakini Mheshimiwa Ruto yuko. Tushikilie vile vile, na viongozi wengine tushikane, ili taifa letu lisonge mbele na tuwe na amani na tuwe na maendeleo, na vizazi vyetu viweze kukua. Kenya tuiboreshe iwe katika anga zile ambazo tunasema ni nchi ambayo imestawi, isiwe ni nchi ambayo bado iko chini katika nyanja za uongozi. Nasema umoja wetu kama taifa uwe ni nguzo yetu, na kifo cha baba kiwe ni funzo ya kwamba umoja wetu ni muhimu. Watu walisema kwa nini baba amekwenda, kwa nini baba amekubaliana, lakini baba aliona mbele. Alijua mimi wakati wangu pengine hauko mbali, lazima watu wangu na Wakenya tuwaeke pamoja. Na hiyo ndio tunaita uongozi, watu kukaa pamoja, si kutugawanya kwa njia ya ukabila, ama kutugawanya kwa njia nyingine, ama kutugawanya kwa njia za kutupiganisha kama taifa la Kenya. Kifo hichi kiweze kutupatia funzo sisi kama Wakenya, tuweze kudumisha amani, tuweze kudumisha Ukenya, na tuweze kudumisha Uafrika katika bara letu la Afrika. Asante sana Mheshimiwa Spika, na wewe pia pole sana, kwa sababu alikuwa rafiki yako wa karibu sana katika mapambano ya kuleta mageuzi katika taifa la Kenya. Asante sana. Asante sana Mishi Meli. Thank you Mishi. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I want to take this opportunity on my own behalf and on behalf of the people of Tinderet to convey my condolences to the family of Raila Amolo Odinga, the larger Odinga family, the people of Kenya, ODM, and this